anayeshughulika na masuala ya elimu. Kwa hakika imani yake kwangu imeweka alama ya kipekee katika safari yangu katika kulitumikia taifa langu, na kwa hakika ni fahari ya kipekee kuwa mnufaika wa malezi yake kwa viongozi wanawake wanaochipukia. Dhamana hii naitumikia kwa moyo wangu wote na ninamuomba Mwenyezi Mungu aendelee kuniongoza. Asante sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Spika, natoa shukrani za dhati kwa viongozi wetu wakuu, Mheshimiwa Dr. Philip Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Doto Biteko, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, kwa miongozo yao mbalimbali na maelekezo ambayo wamekuwa wakitupatia, ambayo imelenga katika kuboresha utekelezaji wa majukumu yetu. Mheshimiwa Spika, naomba pia nichukue nafasi hii kukushukuru wewe kwa kuliongoza bunge hili kwa viwango vya hali ya juu. Kwa hakika viongozi wanaochipukia wana mfano mzuri wa kujifunza uongozi wenye umakini, wenye uweledi na wenye viwango kutoka kwako. Tunakushukuru wewe na wasaidizi wako wote kwa ushirikiano ambao mmekuwa mkitupatia. Mheshimiwa Spika, kipekee ni mshukuru Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais TAMISEMI, Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa. Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa ni kiongozi mahiri, kiongozi mchapakazi, mwenye uthubutu, ubunifu na ametuongoza na kutusimamia Ofisi ya Rais TAMISEMI vyema. Ninamshukuru sana kwa malezi yake kwetu sisi, lakini kikubwa zaidi ninamshukuru kwa kunipangia majukumu ambayo yamenipa nafasi ya kuendelea kujijenga katika utumishi wa taifa langu. Kwa dhati ya moyo wangu nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, aidha nimshukuru Naibu Waziri wa Nchi, Mheshimiwa Dr. Festo Dugange kwa ushirikiano ambao tumeujenga katika kutimiza majukumu yetu na kuwatumikia wananchi. Mheshimiwa Spika, ninaishukuru management ya Ofisi ya Rais TAMISEMI ikiongozwa na Katibu Mkuu Adolf Ndunguru kwa msaada wa kitaalam ambao umeleta ufanisi katika majukumu yetu. Mheshimiwa Spika, niendelee kutambua mchango wa kipekee kutoka Idara ya Elimu na Idara ya Miundombinu, Ofisi ya Rais TAMISEMI, ambazo nimekuwa nikifanya nazo kazi kwa ukaribu. Lakini pia nitambue mchango wa kipekee kutoka kwa wasaidizi wangu wote, katibu wangu Wakili Frank Nkya, karani, waandishi wa habari, bila kumsahau dereva wangu Saidi Kimwaga, ambaye katika miezi 12 ambayo mimi nimehudumu kama naibu waziri nimeweza kusafiri naye katika mikoa 20, halmashauri 56, wilaya 49. Asanteni sana, natambua mchango wenu mkubwa katika kutimiza majukumu yangu. Mheshimiwa Spika, naishukuru kamati ya kudumu ya Bunge ya TAMISEMI ikiongozwa na mwenyekiti Mheshimiwa Justin Nyamoga na makamu wake Mheshimiwa Jafari Chege kwa ushirikiano mkubwa ambao wamekuwa wakitupatia sisi Ofisi ya Rais TAMISEMI. Maelekezo yao na ushauri wao umekuwa wa kujenga na kuboresha utekelezaji wa majukumu yetu. Mheshimiwa Spika, niwashukuru wanawake wa mkoa wa Kigoma kwa ushirikiano wao mkubwa ambao wamekuwa wakinipatia. Ninawashukuru kwa kuniombea, lakini ninawashukuru kwa kunipa utulivu mkubwa ambao umeniwezesha kutekeleza majukumu yangu. Nathamini sana mchango wao. Asanteni sana mama zangu wa mkoa wa Kigoma. Mheshimiwa Spika, waheshimiwa wabunge 73 wameweza kuchangia kwenye hoja hii, na waheshimiwa wabunge wengi walijikita zaidi katika kutambua kazi kubwa ambayo imefanyika katika kuboresha sekta ya elimu, sekta ya afya, barabara ikiwa pamoja na utawala. Waheshimiwa wabunge, shukrani zenu na pongezi zenu kwa Mheshimiwa Rais tumezipokea.
yenye staha na mwelekeo bajeti hii ya ofisi ya Rais TAMISEMI ili serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan iende ikafanye kazi. Baada ya kusema hayo, naomba kuunga mkono hoja. Asante sana. Mheshimiwa Dr. Festo Dugange, toa hoja ajiandae. Mheshimiwa Spika, kwanza nikushukuru sana kwa fursa hii ya kuchangia hotuba ya bajeti ofisi ya Rais TAMISEMI mwaka huu 2025-26. Na nianze